kwenye pitch. Kwenye nje hivi ulikuwa unaitazama kama ni mechi nyepesi kwa sababu ni Simba dhidi ya TMA, Simba dhidi ya timu ya Championship, Simba dhidi ya wachezaji ambao hawana uzoefu mkubwa, lakini ndani ya pitch ilikuwa ni tofauti kabisa. Wachezaji wachache wenye uzoefu waliokuwa nao waliweza kuonesha klasi yao, wakina Kapera, wakina Sabilo, wakina Seraji waliweza kuonesha ubora wao, waliweza kuwaongoza wenzao vema na hatimaye wakatoa upinzani mkubwa. Kwa hiyo kwenye pitch ilikuwa ni mechi kubwa, ilikuwa ni mechi ngumu, ni mechi ya kimbinu, na of course wapinzani wetu waliweza na wenyewe. Kuna wakati mliona walikaribia kabisa kupata bao. Maana yake ni kwamba haikuwa mechi nyepesi hata kidogo, na kila mtu ameona ugumu wa mchezo huu. Semaji, unaweza mechi kama hizi mwalimu anajaribu kufanya mabadiliko makubwa ya kikosi ili kumpa kila nafasi mchezaji aweze kuonesha uwezo wake. Tunaona mechi ya leo ilikuwa na mabadiliko makubwa, ukiachilia golini ambako ni mechi ya pili anacheza Ali Salim, lakini sehemu nyingine kumekuwa na rotation ya kiwango cha hali ya juu sana. Mwalimu anajaribu kumpa kila mtu nafasi aoneshe uwezo wake, lakini wale ambao wametumika sana mwalimu anajaribu kuwapumzisha, kwa sababu tunakoelekea ndio kugumu zaidi. Na wale ambao wamepewa nafasi leo wameonesha uwezo mkubwa. Tumeona kiwango cha hali ya juu mno cha Valentino Uma, kiwango cha hali ya juu mno cha Awesu. Tumemwona Joshua Mutale Budo SGR. Tumemwona kila mtu ambaye amepewa nafasi ameonesha kile ambacho alichokuwa nacho, na kwetu inakuwa ni faraja kwa sababu kila mchezaji anaweza kutumika ndani ya Simba na kutoa matunda. Hapo kwa Joshua, mmemaliza mchezo wa FA salama. Ratiba inaonyesha mchezo zidi mchezo Semaji, hapo umezungumza kuhusiana na Joshua Mutale. Kuna muda mashabiki ni kama pia walikuwa kilalama jukwaani namna ambavyo anacheza pia. Kwako umeona ametimiza majukumu yake Joshua Mutale kwenye mechi ya leo. Laiti kama angekuwa amekosea sana kwa kiwango hicho, naamini mwalimu angemfanyia mabadiliko, kwa sababu nje bado kulikuwa kuna watu wengi. Kitendo cha kumaliza dakika 90 maana yake ni kwamba mwalimu ameridhika na performance yake, lakini na utekelezaji wake wa majukumu kwa dakika zote ambazo amecheza. Kuna wakati shabiki unaweza usione kile ambacho mwalimu anakiona, lakini tunamwamini mwalimu wetu. Kila anayempa nafasi anampa nafasi kwa malengo yake. Kila anayemchagua kwenye mechi husika anakuwa na malengo yake. Kwa hiyo kwa Joshua Mutale na wengine wote ambao wamecheza hii leo, tunasema tu kwamba wametimiza majukumu yao na timu imepata ushindi. Sisi kwetu ni furaha kubwa kweli kweli. maandalizi Shika maiki. Mechi nzuri na mechi ngumu sisi na wao. Nichukue tu nafasi hii kualika na kuwaita wana Simba tarehe 14 tuje kwa wingi hapa katika uwanja wa KMC, tuje kwa pamoja tupambane, tuiwezeshe Simba yetu kupata alama 3 mbele ya timu ngumu ya Dodoma Jiji. taarifa za Shifondo Malone na Kamara kuelekea mchezo huo zipoje pengine? Mpaka nitakapopata taarifa mpya. Mechi ya leo mwalimu alichagua kuwapumzisha Malone, Kamara pamoja na Kana kwenye mchezo huu. Kipana kimefanya ubaya leo. So kwamba kingeweza dhidi ya watani pia kingezomoa Semaji. Kingetoboa? Semaji, mbona kama kuzi imeshinda kidogo? Nilikuwa nafikiria swali lako. Isa Dedi, hauna swali? Zai kamaliza. Bumba tu. Namna leo mlioacha TMA nao walikuwa wanapiga mpira, ni kufungua full booster au nao mliwacha mko enjoy? Kulingana na mazingira ya mifungo Ramadhani, Kwaresma, wachezaji wengi wanakuwa kwenye mfungo huo.
Kwa hiyo intensity yao na energy yao inakuwa sio ya 100%. Kwa hiyo unachofanya ni kucheza kwa malengo. Unaingia, unatafuta mabao yenu, baada ya hapo mnatulia, mna relax, mnasubiri dakika 90 zimalizike ili wachezaji waendelee kuwa na utimamu. Ingekuwa watu wamekula, wameshiba, wangeweza kubishana kwa nguvu sawa kwa dakika zote 90. Lakini kwa kuwa watu wapo kwenye mifungo, basi wanacheza kitaalamu, wanashtua tu kidogo. Baada ya hapo unakuwa na uhakika wa kuchukua alama 3 ama kwenda kusonga mbele, unaelekea hatua inayofuata. Kombe la CRDB hatujalichukua kwa muda mrefu. Mafanikio yetu kwa miaka ya hivi karibuni imekuwa ni kuishia hatua ya nusu finali. Tumecheza nusu finali 2, moja Mwanza tukatolewa, nyingine Mtwara tukatolewa, na mwaka jana tukatolewa hatua ya 16 bora dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo miaka mitatu bila kuchukua kombe hili ni miaka mingi kwa timu kubwa kama Simba. Hivyo hatuna budi, pamoja na kwamba tunajenga timu, lakini hatuna budi kupambana kuchukua kombe hili kwa maslahi ya mashabiki wetu. Semaji, kuna mdau kidogo somo inashika kama juzi kwenye press. Leo somo ongera bwana, haijashika sana. Haijashika. Siku zile sikula daku. Sikula daku ile. Umemaliza? Semaji, kuna mdau Bana, wanajeshi wanataka kutoka. Wanajeshi wanataka kutoka. Wanajeshi wanataka. Ngapi? Saa 1? Wakati taarifa inatakiwa mechi ichezwe saa 1, muda huo huo taarifa inarudi kwamba Simba wanasema wao hawatocheza. TFF wakaja wakatoa tamko lao kwamba saa ngapi? Saa 5 saa 4 nadhani hivi. Walisema mechi itachezwa. Itachezwa. Baadaye jambo linakuja kubadilika. Hivi unapokuja kubadilisha, wanatufanyaje sisi wa Tanzania? Tunakuwa ni watu wa aina gani? Tumewekwa kwenye kundi gani yani? Hatujielewi. Tunaweza kuendeshwa tunavyotaka au tunaweza kufanywa nini? Sasa hili mimi sijajua limekaaje, lakini pia kuna watu tumenunua ticket kwenye mtandao. Mimi niseme leo kwa wale wote mlionunua ticket mtandaoni, next time usinunue ticket. Mimi sitonunua ticket. Sintonunua tiketi mpaka pale niwe na uhakika timu zimefika zote uwanjani, zile pale mimi ndo nanunua. Kama haiwezekani kununua, mimi nikae. Jamani, TV zipo, Azam TV ipo, tutaangalia mpira kwenye TV. Pia wamemdhoofisha mpaka mzee Baresa, na ndio maana mzee Baresa hata hataki kuwa serious na masuala ya mipira. Ndio maana mwenyewe amejikalia pembeni na unga, sukari, chumvi na vitu vingine huko. Si yetu soelewa haya mambo, ndo tunaenda kungangania. Maana mzee Baresa hayuko hata serious na mambo ya mipira kwa ajili ya upuzi kama huu au upumbavu kama huu. Kuna watu tu wachache wanakwenda wanataka kutuharibia sisi. Haya, tunaambiwa hii ligi imefika ligi ya 5 Afrika. Ligi ya 5 Afrika kwa kipengele gani? Tumefika, aliyetoa hivyo vielelezo vya ligi kuwa ya 5 Afrika ni nani? Nataka kujua, yani mtu gani aliyetoa hivyo vipengele? Kama kafu gani? CAF, Kiafu au CAF nani? Au CUF wale Civil United Front? CAF yupi aliyetoa kwamba ligi ya Tanzania ni ligi namba 5, namba 4, namba 3 au namba 8 Afrika? Ipi? Afrika ipi? Nataka kujua. CAF ya CAF wamekuja au mimi nataka nione zile taarifa official. Haya, wao wanapoeleza hivi vitu ule